Habari, naitwa Ibrahim Kandilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kandilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya kusponsor, tunafungua akaunti mpya, tunafanya setup za matangazo, tunakufundisha jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni, tunafundisha jinsi ya kusponsor matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto. Kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaotaarifu kwamba tumetoa video mpya. Basi bofya subscribe. Katika video hii nitakueleza makosa ambayo unapaswa kuyaepuka ili kuweza kupata matokeo mazuri unapoboost tangazo lako. Ukishaingia katika akaunti yako ya Facebook inayokuruhusu kurusha matangazo, utakwenda kwenye posti ambayo unataka kuiposti, then utabofya boost post. Ukibofya boost post, inakupeleka kwenye page ambayo unatakiwa ujaze vipengele kadhaa ili uweze kurusha tangazo lako. Kwa hivyo kosa ambalo watu wengi wanafanya, ukisha boost post, hakikisha chini ya post yako kama hii button iwe inaonyesha WhatsApp. Ukiona button inaonyesha send message, utakuwa wakati ulipokuwa una post tangazo lako uliseti button ya send message, ambayo mtu akikutumia akija akibofya ile ujumbe, message zinakwenda kwenye messenger, wakati pengine utumii messenger. Kwa hiyo unajikuta upati matokeo na uoni watu kufuata, kumbe watu wanabofya lakini message zinakwenda mahali ambapo sio. Kwa hiyo hakikisha button hii inakuwa ni WhatsApp, na unaweza ukashuka chini hapa kwenye kipengele cha messaging apps. Messaging apps maana yake ni apps ambazo mtu akibofya tangazo ujumbe unakwenda kwenye hiyo apps ambayo wewe utachagua. Kwa hiyo katika kipengele hichi hakikisha kwamba una uncheck messenger na una uncheck Instagram ili ibaki WhatsApp peke yake. Kwa hiyo mtu akibofya tangazo, message itakuwa inakwenda kwenye WhatsApp. Kwa hiyo utakuwa umeweka namba yako katika maelezo ya tangazo na hapa chini umeweka button ya WhatsApp. Kwa hiyo mtu akibofya hapa link anakutumia ujumbe wa WhatsApp, au akija kwenye maelezo ya tangazo anachukua ujumbe, anachukua namba, anakutumia WhatsApp. Watu wengi sana wanafanya makosa haya, matokeo yake wanashindwa kupata matokeo mazuri wanapoboost tangazo. Kwa hiyo next time kama umefaidika, basi comment umefaidika. Next time tutajifunza namna nyingine ya kuweza kufanya matangazo ya kusponsor ili uweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo bofya subscribe, tukutane kwenye video ijayo.